Mliosema na kutukana kwamba Alikiba hana mashabiki Kenya, basi niwadhihirishie na kuambia kwamba hii ni baada ya Alikiba kuendelea kutikisa na kuvuka boda. Ni wazi kwa sasa msanii Alikiba ana mashabiki wa kutosha nchini Kenya. Much love kuanzia kwenye mitandao ya kijamii mpaka live kabisa. Wa Kenya wameendelea kumuonyesha mapenzi ya dhati Alikiba kwamba wanampenda na wanamheshimu kama mfalme. Sasa kwa wale ambao walikuwa wanaamini kwamba Diamond pekee ndo msanii ambaye anaweza akajaza hata uwanja wa taifa wa Kenya, basi nikwambie kwa level ambayo sasa hivi Alikiba tena amekuja kwa kasi, na hiyo imekuwa ni baada ya kushirikishwa kwenye ngoma ambayo ilikuwa ni ngoma pamoja, lakini iliweza kuachiwa kwenye akaunti ya Bensoul mwenyewe, ambapo imeweza kumpa mileage kubwa ya kutengeneza mashabiki wengi kutokea nje ya Tanzania. Na ninavozungumza kwa sasa kumekuwa na wimbi kubwa katika mitandao ya kijamii, na naweza nikasema kwamba ni karibia asilimia 50 kwamba kuna baadhi ya mashabiki ambao kwa sasa wanakwambia nchini Kenya Alikiba anapendwa kushinda Diamond Platnumz. The same pia kwenye upande wa comment ambazo pia zinamtetea Diamond kwamba yeye ndo msanii nambari 1 East Africa ambaye anaweza akaenda Uganda, akaenda Kenya ama Tanzania na akajaza uwanja wa taifa. Lakini kwambie tutoe tu nafikiri yale maneno ambayo imekuwa ni ya kiushabiki na tuongelee uhalisia ambao kwa sasa unaendelea. Alikiba the way ambavyo amekuja kwa kasi ndani ya huu mwaka 2026, yani kizungumzia kwa Kenya, Uganda pamoja na Tanzania, basi ndo msanii ambaye kwa sasa ameonekana kupendwa zaidi katika mwezi wa 3 lakini pia na mwezi wa 4, ambapo hivi sasa ametengeneza interactions za kutosha, lakini pia na reaction nyingi sana zimeonekana baada ya uachiaji wa ngoma wa Alikiba. Na ndio maana kwambiaje, yani kabla huu mwaka haujaisha, endapo Alikiba akiendelea na hii kasi ambayo amekuja nayo, na hii sio kasi ya 4G wala 5G, lakini hii itakuwa ni kasi ambayo ni ya 7G ambayo Alikiba amewahakikishia mashabiki kwamba yani sio Kenya, sio Tanzania na sio Uganda, lakini kwa sasa amekuja kivita na amejipanga kushindana na kuwaonyesha Watanzania kwamba sema tu aliamua kukaa kimya, lakini kwenye issue ya kwamba yeye aachie ngoma alafu na wasanii wengine waachie ngoma, basi nikwambie kwa sasa Alikiba amepania mziki na amepania kufanya biashara ya mziki. Kwa hiyo nafikiri ni wakati ambao pia kumekuwa na ushindani mzuri, na tulitegemea na kuona pia ushindani uendelee kwenda, kwa sababu ndo inazidi kukuza wasanii wetu, lakini pia inafanya game la muziki wa Bongo Flava liendelee kuheshimika. Kwa hiyo Alikiba licha ya kusemwa na kutukanwa kwamba amezidiwa mashabiki na Diamond, ni kweli katika baadhi ya nchi Diamond amemzidi mashabiki wengi sana Alikiba, lakini sio kwa Tanzania, Kenya na Uganda. Nikwambie tu kwamba mashabiki wa Alikiba sema walipumzika baada ya kuona Alikiba amestop na hafanyi mziki kama biashara, lakini this time ni kwamba Alikiba amerudi katika game upya na anataka mashabiki zake waweze kurejea kama walilala. Manake huu ni muda wa mashabiki wa Alikiba kutokea Kenya, kutokea Uganda na Tanzania, wote kwa ujumla waweze kuamka. Lakini kwa ile kauli ya kusema kwamba East Africa hakuna msanii ambaye anamzidi Diamond kwa mashabiki, hii ni kauli ambayo naweza nikasema kwamba ni kauli ya uongo. Ukiangalia na uhalisia uliopo, ni mashabiki wa Alikiba licha ya kwamba walilala na kulikuwa na kipindi kirefu sana ambacho Alikiba alikuwa anachia ngoma kwa kujisikia, lakini still bado wameendelea kumpenda, kumheshimu na kumuonyesha ule ufalme ambao ameendelea kutengeneza kwamba yeye ndo King of East Africa katika mziki huu ambao kwa sasa Bongo Flava umewekwa katika mabega yake. Na ndio maana pia ni kauli ambazo zimekuwa zikitumiwa na baadhi ya mashabiki wa Alikiba wakisema kama Bongo Flava mabegani kwa Alikiba. Sasa cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, na je, mashabiki wa WCB hapo mtakuwa na neno la kuzungumza, lakini kwambie tu Kenya imeshikwa na Alikiba kwa sasa.